Mwezi Novemba, Marekani inafanya uchaguzi ambao unafahamika kama uchaguzi mkuu au midterm elections. Unaitwa midterm au nusu muhula kwa sababu unafanyika kipindi ambacho rais aliye madarakani anakuwa anatimiza karibu miaka miwili. Muhula wa rais Marekani kawaida ni miaka minne, na kiongozi wa nchi anaruhusiwa kuhudumu mihula miwili pekee. Katika miaka ya hivi karibuni, marais waliopewa ridhaa ya mihula miwili ni pamoja na George W. Bush wa chama cha Republican 2001 hadi 2009 na Barack Hussein Obama wa chama cha Democratic 2009 hadi 2017. Rais wa sasa Donald John Trump mwenye umri wa miaka 80 atakamilisha muhula wake wa pili mwanzoni mwa mwaka 2029. Uchaguzi wa urais ulifanyika mwaka 2024 na Trump kuanza majukumu Januari 20, 2025. Uchaguzi wa sasa utajumuisha wajumbe wa baraza la wawakilishi ambalo ndilo bunge dogo nchini humo na seneti ambalo ndio bunge la juu. Kutakuwa na uchaguzi wa thuluthi ya maseneta. Bunge hili lina jumla ya wajumbe 100. Katika uchaguzi huo wa Novemba pia watachagua magavana, wawakilishi wa majimbo na mamea wa miji. Mchakato wa kura ya maoni ulianza mapema mwaka huu. Mmoja wa wale waliotikisa katika kura za maoni ni Abdulrahman Muhammad El Sayed, maarufu Abdul El Sayed, aliyeshinda tiketi ya chama cha Democratic ya kugombea useneta jimbo la Michigan. Afisa huyo wa afya mwenye umri wa miaka 41 ni mzaliwa wa jimbo hilo na asili yake ni Misri. Akishinda, atakuwa seneta wa kwanza Muislamu katika historia ya Marekani. 2018 alishindwa kwenye kura za maoni za Democratic katika kugombea ugavana. Tayari Rais Trump ameanza kumshambulia majukwaani kwa tuhuma za ubaguzi. El Sayed alimjibu kwa kusema kuwa yeye anawakilisha Marekani tofauti ambayo inakabiliana na ukosefu wa usawa, ilhali yeye Rais Trump anajipatia mabilioni ya dola kupitia migongo ya watu. Wajumbe wengi walio kwa sasa katika bunge la seneti la Marekani ni wa chama cha Republican ambacho ndicho cha Rais Trump. Wajumbe wa Republican ni 53 huku Democratic wakiwakilishwa na wanasiasa 45 na kuna maseneta wawili binafsi. Bunge la seneti lina mamlaka ya kuidhinisha au kukataa walioteuliwa na rais wa Marekani, ikiwemo mawaziri na wakuu wa taasisi mbalimbali. Mabunge yote ya seneti na baraza la wawakilishi yanawajibisha viongozi walio katika mihimili ya serikali na mahakama. Kulingana na katiba ya Marekani ambayo imeanza kutumika tangu Machi 4, 1789, majimbo 50 yanawakilishwa na maseneta wawili kila jimbo ambao wanahudumu muhula wa miaka 6 kwa nyakati tofauti. Hali hii inafanya bunge la seneti kuhakikisha lina wajumbe kila wakati. Hakuna ukomo wa mihula mingapi seneta anaweza kuhudumu. Kwa mfano, aliyekuwa rais wa Marekani Joe Biden aliwahi kuwa seneta kwa jumla ya miaka 36 kuanzia 1973 hadi 2009. Uchaguzi huo wa Novemba, majimbo 35 yatakuwa kwenye uchaguzi wa seneta. Nafasi katika majimbo 36 za magavana zitakuwa zinagombewa, na baraza la wawakilishi ambalo lina wajumbe 435 litakuwa na uchaguzi katika majimbo yote 50. Sasa unafahamu mfumo unaotumika kumchagua rais wa Marekani? Yaani, mgombea wa rais anaweza akapata kura nyingi lakini asitangazwe kuwa mshindi wa uchaguzi. Ni hivi, mfumo wa uchaguzi ni wa kuchagua wajumbe, alafu wajumbe wanamchagua rais. Yaani kuna kile kinachojulikana kama Electoral College. Hawa ni wajumbe 538 kutoka majimbo 50 na mji mkuu wa Washington DC. Mshindi anatakiwa kupata kura za wajumbe zisizopungua 270 kati ya 338. Yaani mshindi anaweza kuwa amepata kura chache za wananchi walioshiriki uchaguzi, ila wajumbe wakampitisha kiulaini. Ndiyo demokrasia kulingana na taratibu za Marekani. Unakumbuka uchaguzi wa urais wa mwaka 2000?
Kipindi hicho ilikuwa kinyang'anyiro kati ya George Bush wa Republican na Al Gore wa chama cha Democratic. Licha ya Al Gore kupigiwa kura nyingi kwa jumla, mshindi wa uchaguzi huo alikuwa George Bush. Kutokana na wingi wa wajumbe, ilikuwa moja ya uchaguzi uliozua utata mkubwa katika historia ya mchakato wa upigaji kura nchini Marekani. Ilichukua mwezi mmoja kutatua matokeo ya uchaguzi, hasa kutokana na kura za jimbo la Florida kuhesabiwa tena na tena. Mwishowe, mahakama ya juu ya Marekani ikaamua mshindi wa jimbo hilo alikuwa George Bush. Ni demokrasia kulingana na Marekani katika taifa hilo lenye idadi ya watu zaidi ya milioni 350. Kwa wengine, wanaweza kuuona mfumo kama usio wa haki na kama unaomnyima ushindi yule aliyechaguliwa na watu kwa wingi wa kura. Kwa wao ni utaratibu uliojikita katika historia ya muda mrefu. Lakini je, ndio mfumo sahihi wa kupata kiongozi bora? Au kinachopatikana ni bora kiongozi?